Ni tarehe mosi ya Mei ndani ya 2025 ambapo siku ya leo inajulikana kama ni siku ya wafanyakazi duniani, ambapo kwa Zanzibar maadhimisho yake yamefanyika hapa Kizimkazi, na mgeni rasmi ni Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambapo miongoni mwa washiriki wa maadhimisho haya ni Shirika la Mawasiliano Tanzania TTCL, ambapo hawa nao wameshiriki katika maadhimisho haya, na twende tukamsikie meneja wa kanda hii ya Zanzibar ana lipi la kuongea. Jina langu ni Fatuma Benadi, lakini nyuma kamera ni Ali bin Haji. Leo tuko hapa kwenye sherehe za Mei Mosi kushirikiana na wenzetu wa vyama vya wafanyakazi na serikali kuu kuimarisha au kuweka ushirikiano wa pamoja katika utendaji wa wafanyakazi wote kwa ujumla. Naomba kutoa kwanza shukurani kubwa kwa umoja wa vyama vya wafanyakazi pamoja na serikali yetu kutuonyesha njia kubwa kwa umuhimu wa wafanyakazi katika maendeleo ya nchi yetu, ni kuweka pamoja, kuwaonyesha haki zao ziko wapi, ili kuweza kuleta tija na maendeleo kwenye nchi yetu. Ikiwa ni kwetu shirika la mawasiliano ambao kwa sasa ndio shirika linaloongoza kwa mawasiliano usalama, mawasiliano ambayo yenye huduma rahisi kwa wananchi wetu wa Tanzania, kupitia na viongozi wetu wa juu ambao wametoa baraka kwa shirika letu hili. Kwanza ni shirika ambalo liko mstari wa mbele kumjali mfanyakazi, na hata hivi leo tumeona kuwa mfanyakazi wetu mmoja ambaye anaitwa Muhammad Haji amepata tunzo kubwa kuliko wafanyakazi wote. Hilo ambalo linaonyesha wazi kwa vipi tunawapa kipaumbele wafanyakazi wetu kwa kuimarisha mioyo yao, utendaji wao wa kazi. Lakini pia naomba kutoa wito kwa wafanyakazi wenzangu pia. Masuala haya ni haki yetu sisi ya wafanyakazi, yanasimamiwa na wizara husika ambazo zimetayarishwa na serikali kuu, na serikali kuu yenyewe kwa viongozi wetu wa juu pia imetoa baraka hiyo. Tutumie nafasi hii na sisi kuwa haki na wajibu. Tusichukue nafasi kwa kusema sisi kila siku tuitegemee serikali, lakini tunawajibika na sisi kuwajibika katika kazi kwa uaminifu kabisa na uweledi kwa kuleta tija kwenye serikali yetu. Kwa kweli najisikia furaha sana. Najisikia furaha kwa sababu hapa nilipo na umri wa kufanya kazi karibu miaka 59 na sijawahi kuteuliwa mfanya kazi bora wa kitaifa isipokuwa mwaka huu. Kwa hivyo ni faraja na furaha kubwa kwangu kwa kuchaguliwa kwa mfanya kazi bora. Na kiufupi sio mimi tu kwamba ni bora, ni utaratibu tu, lakini wafanyakazi wote bora, wenzangu pia bora, ila mimi ni utaratibu tu. Kwa hiyo pendekezo wa mimi ni zaidi nichaguliwe kuwa bora. Ushauri wangu hasa unapokuwa mfanyakazi, uwe ni mtu mwenye kufuata taratibu, sheria za kazi, nidhamu, hekima, na uwe mbunifu katika kazi, na mfanyakazi wa kweli kweli, uwe mchapaji kazi, uwe mstahamilivu, uwe na mashirikiano na wafanyakazi wenzio vile vile, uwe mtiifu kwa uongozi na viongozi kwa ujumla. Nashukuru uongozi na wafanyakazi wenzangu kwa ushirikiano mzuri kabisa hadi kufanikisha mimi kuteuliwa kwa mfanyakazi bora. Zote hizo ni mashirikiano na jitihada zao wao wafanyakazi wenzangu. Kwa hivyo nawashukuru sana, na wao waendelee kuchapa kazi ili wafikie hatua kama niliofikia mimi. Mtazamaji wa ASAM Online TV, ni mwisho wa maadhimisho haya ya siku ya wafanyakazi duniani, ambapo tumeona Shirika la Mawasiliano Tanzania wametoa nao mfanyakazi bora wa mwaka huu. Sina la ziada, usiache kutufuatilia vipindi vyetu vinavyoendelea. Jina langu ni Fatuma Benadi, lakini nyuma kamera ni Ali bin Haji. Hebu tulia. Mtakuja halafu mie huko. Ya fanya hatu haribu kazi za watu au wale ya. Hello. Kachara. Mume wangu, nataka tuzungumze kuhusu familia yetu. Kama unavyoona, tumetumia njia za uzazi wa mpango wa kikwetu, lakini hatujafanikiwa. Na bado watoto wanakuwa wengi.
Mkweli mke wangu. Maana hata mimi mwenyewe majukumu yangu nashindwa kuyahimili. Humu ndani muna mambo yanitaka, huko nje kuna riziki nawe atakatafutwa. Tunahitaji kufikiria mustakbal wa afya bora kwa ajili yangu na hawa watoto. Na hilo halitowezekana ikiwa kila siku mwangu twazaa. Mimi naona kuna haja ya kwenda kituo cha afya. Tuwapate ushauri wa daktari kuhusu uzazi wa mpango wa kisasa. Au waseme. Haya, karibuni sana. Leo tutazungumzia uzazi wa mpango na njia bora za kupanga familia. Dokta, siku zote nilikuwa nikijiuliza kuhusu njia bora za uzazi wa mpango. Lakini naona tunahitaji mabadiliko. Hata mimi nilikuwa najiuliza sana kuhusu hizi njia za uzazi wa mpango. Kwetu si zina usalama, hazina madhara. Mtu asije kuja kesho kwa buko usoni. Njia za uzazi wa mpango ni salama na zimetumika kwa muda mrefu. Kuna vidonge, sindano na hata mbinu za kudumu. Leo tutazungumzia zaidi kuhusu kila njia ili mfanye maamuzi huru na sahihi. Kila mtu anao haki ya kufanya maamuzi bora kwa afya yao na familia zao. Pia uzazi wa mpango ni ngao ya kumsaidia mama kuwa na afya bora na watoto kwa ujumla. Kwa mfano, huyu akipangilia uzazi, tayari kwanza atapata muda wa kupumzika, afya bora itapatikana na watoto watakuwa kwa ustadi. Daktari, sasa sisi tunafurahi. Na twafurahi kwa sababu kuanzia sasa tuna uwezo wa kuipanga familia yetu na kuhakikisha twapata nafasi ya kulea kila mtoto kwa upendo na elimu. Ujumbe huo umeletwa kwenu na Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania, Zanzibar, TAMWA.